DSB Digital, haki na ukweli. Balozi wa Marekani ndani ya Israel, Mike Huckabee, ameikemea Ufaransa kwa kutaka kuitambua Palestina, akisema kwamba ikiwa Ufaransa inaunga mkono matokeo kama hayo, inaweza kuamua kutafuta kijieneo ndani ya Ufaransa ikaunda taifa linaitwa Palestina. Ufaransa inaongoza pamoja na Saudi Arabia mwezi huu mkutano wa kimataifa ambao utafanyika tarehe 17 mpaka tarehe 20 katika Umoja wa Mataifa, unaolenga kufufua tena wazo la kuwepo muungano wa mataifa mawili ambalo serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu inapinga. Paris imesema inaweza kuitambua Palestina yenyewe mwaka huu. Katika mahojiano na Fox News yaliyochapishwa Jumamosi, Mike Huckabee, waziri wa Marekani ndani ya Israeli, alisema mpango huo katika Umoja wa Mataifa ni haufai sana kwa wakati Israeli iko kwenye vita. Anasema Huckabee, Oktoba 7 ilibadilisha mambo mengi, akimaanisha shambulizi la Hamas dhidi ya Israeli ambavyo lilizua vita. Ikiwa Ufaransa imedhamiria sana kuona taifa la Palestina, linapendekezwa kwao wakatafute kipande cha Riviera ya Ufaransa wachonge na kuunda taifa la Palestina. Wanakaribishwa kufanya hivyo, lakini hawakaribishwi kuweka shinikizo la aina yoyote kwa taifa lililo huru. Israeli siku ya Ijumaa ilimshutumu rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa kufanya vita vya kimsalaba dhidi ya taifa la Kiyahudi, baada ya kuzitaka nchi za Ulaya kuweka misimamo migumu kwa Israeli ikiwa hali ya kibinadamu huko Gaza haitaboreka. Siku moja kabla, Israeli ilitangaza kuundwa kwa makazi mapya 22 katika ukingo wa Magharibi, na waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz baadaye aliapa kujenga taifa la Kiyahudi la Israeli katika eneo linalokaliwa kwa mabavu. Makazi hayo mara kwa mara yamelaniwa na Umoja wa Mataifa kuwa haramu chini ya sheria za kimataifa, na yanaonekana kuwa kikwazo kikubwa kwa suluhisho la mataifa mawili. Mmemwelewa Huckabee alichokizungumza hapa? Yeye ni balozi wa Marekani, lakini anasimama kwenye nafasi ya Israeli. Hapa ndio kwenye ule ukakasi na unafiki mkubwa unaoitwa wa Marekani mara kadhaa ambao nimekuwa nikiuzungumza. Huckabee ni balozi tu, yani ni balozi wa Marekani ndani ya Israeli, hausiki na serikali ya Israeli, lakini anawahi kuijibu Ufaransa kuwa umekuja na mawazo ya hovyo, kama unaipenda Palestina kajengwa. Umeelewa kwa nini Israeli ameota mapembe? Kwa nini Israeli anaweza kufanya kile anachojisikia? Kwa sababu nchi yenye nguvu zaidi duniani, Marekani, inamuunga mkono kwa kila kitu. Haijalishi kuna mauaji ya aina gani. Trump alimwambia Ramaphosa kuwa kwenye nchi yako kuna mauaji ya halaiki, genocide, halaiki. Lakini Marekani na Trump wanapinga kuwa ndani ya Gaza kuna mauaji ya halaiki. Wanasema no, hiyo sio hivyo, hayawezekani mauaji ya halaiki yawe yale. Ila Afrika Kusini kuna mauaji ya halaiki. Jamani, kwa akili ya kawaida, kwa sisi, kwa akili ya kawaida, wewe unaona kuna mauaji ya halaiki Afrika Kusini? Manake wengi tumestuliwa hizo taarifa za mauaji ya Afrika Kusini baada ya Trump kuanza kutuambia. Yani hatuoni video, hatuoni lolote, hatuoni taarifa zozote kuzisikia kwenye vyombo vingine, na Afrika Kusini ni nchi huru kusema labda inadhibiti vyombo vya habari au nini. Hatuoni vitu hivyo, lakini tunakuja kuzisikia kwa Donald Trump kwa kuna mauaji halaiki. Lakini kule ambako dunia inashuhudia kwa macho yake, dunia inashuhudia, no single day ambaye haitupi ile unasema ile video ya kutisha. Hakuna siku inapita kama labda hukai mitandaoni au umeamua kuzima kabisa mitandao. Lakini kama unatumia mitandao, kama unatumia kila kitu, utaona kila uhalifu unaofanyika ndani ya Gaza. Lakini kwa tafsiri ya Marekani, ile sio mauaji ya halaiki. Ile ni picha tu, labda kama anahisi labda wako Hollywood wanaigiza au filamu au unaweza kusema nini. Sasa Huckabee anamjibu Ufaransa kuwa kama unawapenda sana hawa, ungewatafutia nchi kujibu ambalo Marekani alitakiwa yeye lije upande wake. Kama unaipenda sana Israeli, ulitakiwa uipe Alaska huko, ipe eneo iweze kujenga kule eneo, kwa sababu ni rahisi tu. Nani, kwa sababu huyu anataka ardhi iliyokuwa na watu. Sasa kama ardhi ilikuwa na watu, halafu unaletea historia kuwa kuna watu waliishi miaka 3000, jamani, ukirudisha hapa kwetu familia, japo kuwa tumezaliwa hapa, tumekulia hapa, ukirudisha nyuma vizazi miaka 150 au miaka 200, sijui nani atasema hili eneo ni la kwetu. Kuanzia hapa utatupa historia gani ya kutuonyesha kuwa hapa ilikuwa ni kwenu? Sasa
Angalia hicho ambacho Huckabee anakifanya, si kwa bahati mbaya kuwa wao ni watumishi wa Marekani lakini ni watumishi wa Israeli. Sababu jibu la Huckabee linakwenda sambamba na jibu lililotolewa na Steve Witkoff baada ya Hamas kurudisha ule mpango wa kusema kuwa tunahitaji marekebisho ya vifungu katika hili azimio mliotuletea la usitishaji wa vita. Aliyelijibu, manake Hamas walirudisha baada ya kuyapokea, wakarudisha. Katika kurudisha wakawa wameomba marekebisho ya vifungu kama vitatu, kikiwemo kifungu cha aina gani ya misaada inaruhusiwa kuingizwa katika kipindi hiki. Lazima tujue, huwezi kusema kuwa tunaruhusu magari ya misaada halafu Israeli anakuingizia sigara, yani anaingiza vitu ambavyo havina maana kwa watu, au wanazuia vitu muhimu. Kwa sababu kwenye awamu ya kwanza kulikuwa kuna makubaliano kuwa wataingiza vitu muhimu. Israeli hakufanya hivyo, wakawa wanaingiza vitu ambavyo havihitajiki. Mradi mnasoma tu malori yameingia mengi. Sasa malori yameingia mengi, yani uhitaji ni kitu kingine halafu mnatuletea kitu kingine. Kwa watu wakiona, wanaona msafara wa malori wanasema yes, malori yameingia, na utasema kuwa hao watu wanahila tu, mbona malori yameingia? Kumbe wale wanafanya kusudi, vitu ambavyo ni muhimu kwa watu hawaviingizi. Kwa hiyo mabadiliko ni hayo, kuwa ni aina gani ya msaada ambayo itaingia, lakini kwa kiasi gani hiyo misaada itaingia, namba yake kiasi gani, gari ngapi kwa siku zinaruhusiwa kuingia. Kingine ambacho walikuwa wanataka mabadiliko ni sehemu mbili ambazo zimekuwa ni muhimu sana, kuwa tunataka askari wa Israeli kuondoka kwenye ardhi ya Gaza. Hilo halijazungumzwa, wanasema kuwa halina sharti. Lakini tunataka guarantee ya kutoshambuliwa, yani ya kutokuanzisha tena vita kwa Israeli. Lakini sasa Hamas walivyolipeleka, hawajalipeleka kwa Israeli, wamelipeleka haraka kwa Marekani, kwa sababu Marekani ndio wamepelekea, wakamwambia kuwa tunaomba dhamana ya Donald Trump. Dhamana Donald Trump, yeye ndio alisema anasimamia haya mazungumzo. Donald Trump, tunaomba dhamana atuhakikishie. Sasa utaangalia hili, yani hili agizo lilitolewa kati na Marekani, Witkoff na upande tuseme na Israeli, wakalipeleka upande wa pili wa Hamas. Hamas wamelijibu, wamelirudisha kwa Witkoff. Alikuwa anatakiwa liende wapi ili waweze kukaa kwenye, kwa sababu hii ni mawasiliano ya sehemu mbili. Yani Marekani si amesimama kama anasema kuwa yeye amesimama katikati yao, yani huko kushoto na kulia, mimi nimesimama katikati yenu. Manake pale kajitoa ile nafasi, wakati tunafahamu kuwa yeye ndio mfadhili mkuu wa hili. Lakini tuchukue hivyo katika maigizo yake kuwa yeye kasimama katikati. Sasa nimesharudisha agizo langu mimi hili, aliyetakiwa kunijibu ni Marekani au Marekani alitakiwa achukue hatua gani? Alichokuwa anatakiwa Steve Witkoff ni kuchukua yale maagizo ya Hamas, kuyafikisha upande wa pili, kuwa wenzenu wamesema haya hapa, mnasemaje? Mnachungulia sawa, hili tunalikataa, hili tunalikubali. Lakini Steve Witkoff anajibu pale, anasema kuwa haya waliofanya ni hayakubaliki kabisa. Anajibu kama nani? Mwakilishi wa Israeli, anajibu mwakilishi wa Marekani, na yani kaisha toka kwenye nafasi yake kama msuluhishi, kaisha kuwa yeye yuko kwenye upande wa mmoja. Uhalali wake wa kusimamia mazungumzo uko wapi? Ule uhalali wa kuwa yeye msimamizi wa mazungumzo uko wapi? Unaondoka moja kwa moja ile kwa kijibu tu kuwa zamani tulikuwa tunaaminishwa kuwa wazungu ni smart, yani hilo unasema yani wao wana akili sana, labda tuliamua kujishusha sana, na katika kipindi hiki ndio tumewaona kuwa akili sio hicho ambacho wanachokizungumza. Mara kadhaa anasema kuwa hapana, sio akili, ni kichwa cha mtu, inategemea. Wapo wenye akili lakini wapo na wajinga, na wapo wameushika madaraka makubwa kabisa lakini hawana akili. Kwa sababu kama hili la Huckabee kujibu Ufaransa, hakupaswa kujibu. Yeye ni balozi wa Marekani, anawakilisha maslahi ya Marekani ndani ya Israeli. Swala la Ufaransa linahusu Ufaransa na Israeli, sio kati ya Marekani na Ufaransa. Kwa nini anaijibia Israeli yeye kama nani? Witkoff swala la kujibu Israeli analijibu yeye, anasimama kama nani? Kwa hiyo ukiona hili shambulizi ambalo analipeleka kwa Ufaransa, kwa Ufaransa isitambue Palestina, yani hataki itambue, ukirudi kwenye sera ya ndani ya Marekani ambayo ni sera ya maigizo, yani hii ni sera ya nchi ya Marekani, kuwa yeye anasema katika kutatua mgogoro wa Israel na Palestina, Marekani iko kwenye upande ambao unataka kuwepo na suluhu la mataifa mawili. Ufaransa amezungumza nini? Ufaransa ametoka kwenye njia gani? Wakati Ufaransa amesimama pale kuwa hapa tunatafuta suluhu ya mataifa mawili, yani tunakwenda kutoa suluhu ya kudumu ambao tumekuwa tukiitafuta. Ndio jibu liko hivyo tu. Ufaransa amekwenda kwenye njia ile ambayo dunia ndio inataka.
na mahitaji ya ulimwengu ndio yalipo, na ndio karibu nchi zote duniani zinafahamu kuwa ndio njia pekee ya suluhu ya mgogoro huu, kuwa ni lazima kuwepo na mataifa mawili. Sasa unaponijibu kuwa kama mimi nalipenda hili taifa la upande huu niende nikalianzishe kwangu, jibu ni dogo sana, kuwa wewe unadanganya watu kuwa unasimamia suluhu ya mataifa mawili, hali ya kuwa Israeli inatangaza kuwa inaanzisha ujenzi wa makazi mapya ya walowezi 22 tofauti katika ukanda mzima ule, katika eneo zima la West Bank. 22 makazi haramu yanaenda kuanzishwa kwa ufadhili mkubwa. Lakini kwa nini wewe hulalamiki? Kwa nini hujasema kuwa hiki kinachofanywa sio sahihi, kwa sababu tuko kwenye mwelekeo wa kutatua hili tatizo, lakini wewe kinachofanywa unaona kabisa hiki kinaenda kuathiri au kinakwenda kuondoa ile suluhu ambayo tumekuwa tukiitaka ya mataifa mawili. Unajua kabisa kuwa hiki kinakwenda kuondoa, lakini mbona hiki ukikemei? Ila huyu alivyosema kuwa ni lazima tuhamasishe kuwepo na suluhu ya mataifa mawili, hiyo imekuwa shida kwako. Lakini huyu wakati anaanzisha ujenzi haramu ambao sheria za kimataifa hazitambui, wewe husemi lolote. Unaona kuwa huyu anafanya sahihi, lakini hawa huko upande wa pili ndio wanakosea. Sasa hapa yani utaona kuwa matatizo mengi ya Israeli au kile kinachoendelea pale Gaza na kila kitu kiasi kikubwa kinasababishwa na Marekani. Rahby Digital, haki na ukweli.